Vizuri. Naam. Ndugu wanachadema na Watanzania wenzangu, nipende kuwajulisha na kuwapa taarifa rasmi kwamba leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 hapa mjini Kigoma tumekamilisha zoezi ambalo lilihitaji kukamilishwa leo katika hatua hii ya awali. Kama tulivyoeleza hapo jana kwamba tulikuwa tumejiandaa kwa ajili ya kufanya postmortem na tulikuwa tukimsubiri huyo mtaalamu ambaye alichelewa kufika jana. Kwa hivyo mapema asubuhi leo zoezi hilo limeanza. Kwa hivyo wataalamu ambao wamefanya zoezi hili wamefanya kitu kinachoitwa gross examination, kwa maana ya kufanya uchunguzi kwa yale mambo yanayoonekana kwa macho. Kwa hivyo mwili wa marehemu ulifanywa uchunguzi kwa kupasuliwa kichwa, mapafu mpaka kwenye tumbo ili kuyaangalia yale ambayo yanaweza kuonekana kwa macho. Na katika hatua ya sasa taarifa ya awali kabisa ya madaktari wametujulisha kwamba hakuna jambo au jeraha lililosimama ambalo lilikuwa nje ya mwili au ndani lililosababisha kifo chake, isipokuwa mshipa mkubwa sana unaopeleka damu kichwani. Ule mshipa damu iliganda na ilikuwa ni shambulio, shinikizo kubwa, na ndilo jambo likasababisha mauti yake. Sasa ni kitu gani kimesababisha jambo hilo? Ni nini kimechochea, cha ndani au cha nje? Ndilo jambo ambalo uchunguzi haujakamilika. Kwa hivyo mpaka sasa uchunguzi kwa maana ya taarifa rasmi ya nini kimepelekea kifo chake, uchunguzi haujakamilika. Sambamba na hilo bado mashaka yetu kuhusu na kifo hiki yako pale pale. Mashaka ya sababu ya kifo kilichopelekea ndugu Suez, mashaka yetu bado yako pale pale. Kwa hivyo sampuli zimechukuliwa ili kwenda kupima na kujua ni kitu gani, kama ni sumu aidha kwa kunywa, kwa kula au kwa kuvutishwa, aidha ilipulizwa au alifanywa chochote, basi ndio uchunguzi sasa unakwenda kufanyika kwa sampuli ambazo zimechukuliwa, ikiwemo damu, ikiwemo ubongo, figo, mpaka machozi ambayo huwa yanapofanywa uchunguzi kwenye maabara yanaweza kuonyesha sampuli za iwapo kama kuna dalili za sumu. Kwa hivyo taarifa rasmi ya ripoti ya jambo hili bado, na mashaka yetu niwajulishe Watanzania kwamba mashaka yetu kwenye jambo hili bado yako pale pale, na kwa kweli mashaka yetu yamezidi kutokana na mambo mengi sana. Hapo awali utakumbuka tulikuwa tukisema jambo hili kwamba kumekuwa na misafara yetu kufuatiliwa na watu na askari na watu wengine ambao hawana uniform, hawaeleweki ni watu gani. Msafara wetu wa viongozi toka tukiwa Makambako na hata tulipo